Kwanza, kama kawaida ya chama chetu cha Mapinduzi, tutaendelea kudumisha amani, umoja, mshikamano na maridhiano katika nchi. Sisi tunaamini kwamba bila ya amani na umoja wa wananchi hakuna maendeleo. Kwa hivyo tutaendelea kuhubiri amani, tutaendelea kuisimamia amani, tutaendelea kuwaunganisha wananchi wetu, tutaendelea kuzungumza maridhiano ili nchi yetu tuendelee kuwa wamoja, ndipo tutaweza kuleta maendeleo. Eneo la pili, tutaendeleza ujenzi wa miundombinu. Na kwa hapa Pemba nataka kueleza maeneo matatu ya miundombinu. La kwanza ni viwanja vya ndege. Kama nyinyi nyote ni mashahidi, mkataba tumeshaingia, kazi pale uwanjani imeshaanza. Baada ya mwaka mmoja na nusu, miezi 18, tutaona kiwanja cha ndege cha kimataifa hapa Pemba. Mwinyi maendeleo, mwinyi daktari, mwinyi masoko, mwinyi hospitali, mwinyi madaraja, mwinyi hodari. CCM oye! Kwa upande wa bandari, ndugu zangu, tunaikarabati na tunai-upgrade, tunaifanya iwe ina hadhi kubwa bandari yetu ya Mkoani, ili meli zinazotoka nje ya nchi zije moja kwa moja Pemba bila kupitia kwingine kokote. Zimeshaanza kufanya hivyo na tutaendeleza juhudi hizo, na kama tulivyoelezwa hapa na naibu waziri wa fedha kwamba na mazungumzo yameshakaa sawa upande wa bandari mpya ya Wete. Tutakuwa tuna bandari tatu kuu: ya Mkoani kwa upande wa kusini, ya Wete kwa upande wa kaskazini, na ya Shumba kwa upande vile vile wa kaskazini. Shumba itakuwa ni ndogo ya hapa kati ya zaidi ya Mombasa na Pemba, lakini bandari ya Wete na bandari ya Mkoani zitakuwa ni bandari za kimataifa kwa meli zinazotoka nje ya nchi. Eneo la pili katika miundombinu au eneo la tatu baada ya viwanja vya ndege na bandari ni barabara. Barabara kuu na barabara za ndani. Ndugu zangu, nyinyi ni mashahidi. Barabara ya Chake Wete imekamilika. Barabara ya kutoka Chake kwenda Mkoani tumeshatia saini na mkandarasi ameshafika. Na yenyewe baada ya muda mfupi tutakuwa na barabara ya njia 4 kuelekea Mkoani.